Okay, mambo vipi? Mambo vipi? Karibu sana katika kipindi chetu ambacho kinamalizia day 10, kipindi ambacho kinamalizia siku ya 10 ya safari yetu ambayo tulikuwa tumeianza. Hongera sana kwa mapambano, lakini pia hongera kwa kuweza kuwa sehemu ya programu hii ambayo lengo lake ni kukuandaa kuweza kuwa mtu usiyepoteza mwaka wako, kuweza kuwa mtu ambaye utaweza kufanya kitu katikati ya mwaka. For sure ni kwamba hayo ndo maisha. Kama umetufuatilia kwa sehemu, umeweza kupata ideas, umepata mawazo ya kitu gani cha kufanya. Kiufupi, hayo ndo maisha, kwa sababu maisha kwa nini tunaishi kwa sababu kuna changamoto, na hizo changamoto zinatakiwa zitatuliwe. Nani amekutatua? Ni mimi na wewe. Lakini hatuwezi kutatua changamoto kama hatuna ufahamu wa jinsi ya kuziendea hizo changamoto, na kiwango cha maisha tulionayo inategemea na jinsi ambavyo tumekuwa tukizitazama changamoto. Kuna kundi ambalo likikutana na changamoto linakimbia, na kuna kundi ambalo likikutana na changamoto linazikabili. Hasa yote yana tafsiri yake. Nikaribisha sana katika kukamilisha sehemu ya 3 ya day 10. Somo letu la sehemu ya 3 linasema chukua hatima yako. Chukua hatima yako, likiwa na kipengele kinachosema mfumo wa siku 10 unaweza kurudiwa mwaka mzima. Mfumo wa siku 10 unaweza kurudiwa mwaka mzima. Maana yake nini? Siku zote hatima haichukuliwi kwa makelele. Washindi siku zote sio wapiga kelele. Na sometime ukiona mtu anaongea sana ovyo ovyo, kuongea kwake sana ovyo ovyo ndio biashara yake, ila ana biashara nyingine nyuma ya hapo. Sasa hatima haichukuliwi kwa makelele. Hatima inachukuliwa kwa maamuzi thabiti, na yale maamuzi thabiti ambayo unakuwa nayo unayachukua yawe yana uwezo, uwe na uwezo wa kuyarudia leo, kesho kutwa na kuendelea. Sasa ili uwe na kitu ambacho unaweza kukirudia leo, kesho na kuendelea, unapaswa kujifunza kwa kina juu ya kukitengeneza kile kitu. Imagine tumejifunza masaa 30. Tumejifunza masaa 30 jinsi ya kutengeneza mwaka mzima ndani ya siku 10. Na sasa hivi tunatakiwa utumie tena siku 10 kuishape mwaka wako. Kama utakuwa serious, kama utaamua kutumia vizuri mikakati na mbinu ambazo zimefundishwa for sure mwaka huu unaweza kuwa ndio mwaka ambao una mabadiliko makubwa kuliko miaka mingine yote ambayo umeshawahi kuishi. Kwa nini? Utapangilia kitu ambacho kimesimama, kitu ambacho kina future. Kwa sababu hatima haichukuliwi kwa kuongeongea, kwa makelele, inachukuliwa kwa uwezo wa kupangilia mikakati yako, kupangilia njia zako ili uweze kuwa mtu tofauti. Simple and clear, hakuna mambo mengi. Na ukweli ambao unauma ni kwamba mwaka hauharibiki kwa siku 365. Mwaka unaharibika kwa siku chache za mwanzo. Unaingia kwenye mwaka ukiwa na motisha, ukiwa na mundi, ukiwa na hisia, lakini hauna mkakati jinsi ya kukabiliana na huo mwaka. Hasa kinachotokea, itafika wakati utachoka, utaacha, huwezi kuendelea, utarudi kwenye maisha yako uliyozoea. Unakuja kushtuka, ishafika Oktoba. Unashtuka Disemba. Hasa pale mwishoni
kwenye mwezi Disemba unaanza kutiwa moyo tena kwamba kuna mwaka mpya unakuja, kana kwamba muda uliopoteza utarudi. Huwezi kurudi. Kwa siku 10 za mwanzo ndio zinaharibu mwaka, na siku 10 za mwanzo wale walio wajanja, waliojua jinsi ya kuzishape, wanatengeneza zile siku 10, mwaka unakuwa umekaa katika ramani fulani ambayo inakuwa imesimama. Sasa kwa nini siku 10 na zisingekuwa 2, zisingekuwa 3 au zisingekuwa 20? Sababu ya kwanza, siku 10 zinaweza kujenga kitu kinaitwa rhythm. Siku 10 zinaweza kujenga kitu kinaitwa rhythm. Rhythm maana yake nini? Kwa spelling zake, kwa wale ambao wanataka kuandika, ni naandika hapa. Spelling zake ni hizi hapa. R H Y T H M. Rhythm. Siku 10 zinatosha kujenga kitu kinaitwa rhythm au rhythm. Nategemea wanakitamkaje hicho kitu. Maana yake nini? Nafikiri ndio point ya msingi. Siku 10 rhythm ni kufanya kitu kile kile muda ule ule hata bila kuwa na hamu. Kuna formula moja ya task management au ufanyaji wa kazi inaitwa implementation intention. Unasema nitamwagilia bustani saa 1:30 asubuhi. Sasa uwezo wa kuendelea na kurudi na kutumia muda ule ule kumwagilia, unakuwa umefanya kitendo rhythm. Ni kufanya kitendo kile kile kwa wakati ule ule, hata wakati mwingine hauna hamu. Kwamba nafanya sio kwa sababu najisikia, nafanya kwa sababu ni ratiba. Simple and clear. Ukiweza kumanage na kufanya hivyo, una nafasi kubwa sana ya kuwa mshindi. Hasa siku 10 zinaweza kujenga rhythm. Namba 1. Namba 2, siku 10 zinaweza kuua tabia mbaya. Mafanikio ni tabia ulionayo. Umaskini ni tabia ulionayo. Umaskini na mafanikio hayatokei kama bahati. Yanatokea kwa sababu ya vitu ambavyo unafanyia kazi kila siku. Kama umetengeneza utamaduni na tabia ya kuahirisha, utakuwa maskini tu. Kwa sababu umaskini hauji kwa hisia, unakuja kwa kitu ambacho unakifanya siku zote. Leo unafanya, kesho una mudi, kesho unafanya, kesho umeahirisha, kesho wewe subiria mavuno ya umaskini tu, hamna kitu kingine. Utajiri ni matokeo ya mtu ambaye ame show up, anaendelea, iwe amejisikia vizuri, amejisikia vibaya, twende kazi. Atafanya kwanza kinachotakiwa afanye, alafu akifanya, akimaliza, ndio anakuja kuangalia, hivi nilikuwa najisikia vizuri au nilikuwa najisikia vibaya. Na kitu kizuri zaidi ni kwamba hatupati hamasa kabla ya kuanza. Tunaanza ndio tunapata hamasa. Hiyo ni triki matajiri wamejua. Kwamba hahitaji kusubiri mtu amtie moyo au msukume ndio achukue hatua. Wakati amechukua hatua, anavyoendelea ndio hamasa inakuja. Hamasa inamkuta. Hiyo ndio spirit ya kitajiri. Hamasa itakukuta. Wewe unafikiri sana nitaanza, ngoja kuanza isieni tiwe moyo. Nani atakutia moyo? Watu wako busy na maisha yao. Nani akukutia moyo? Mungu mwenyewe anataka wewe mwenyewe ujishtukie kwanza kwamba unatakiwa uchukue hatua. Asa nani mwingine akukutia moyo? Utakutana na hamasa ukianza njia, ukianza safari. Asa mtu unasubiri mpaka una expire. Mtaanza kesho. Alikwambia ni kesho inafika. Haya, kuna wale ambao mko mnasema mtaanza kesho kufuatilia vipindi. Ndio leo tunamaliza siku ya 10. Umefuatilia vipindi vingapi? Umefuatilia vipindi vingapi? Wenzio kila siku tulikuwa tunajifunza vipindi vitatu na kila kipindi kimoja ni lisali moja. Leo tunakamilisha kipindi cha 30. No, itakuwa kipindi cha 20 ngapi? Nafikiri 29 kwa sababu kuna siku tumejifunza vipindi viwili. Hasa vipindi 29, masaa 29. Tunajifunza tu jinsi ya kupangilia mwaka mzima. Imagine, nitaanza kesho. Haya maisha hayo ndio hayo. Hizi siku 10 kuna watu shaharibu mwaka tayari. Lakini habari njema ni kwamba una nafasi ya kuanza sasa hivi na ukafanya wonders.
Hicho ndio kitu cha msingi ambacho tunaweza kujua. Lakini siku 10 pia zinaweza kuanzisha mfumo. Ndani ya siku 10 unaweza ukajenga mfumo, na tutakuja kuangalia hapo mbele kwenye practical kwamba sasa tunafanyaje ili tuweze kutengeneza siku 10 ziwe zenye uhakika, zenye nguvu kubwa ya mafanikio. Hasa siku 10 unaweza kutengeneza mfumo kabisa ambao utakusaidia mwaka mzima. Inawezekana kabisa. Siku 10 pia zinaweza kuamua, zinaweza kuua mawazo ya kihisia. Unajua, siku ya kwanza, siku ya pili unaweza ukaamka na mudi zako za namna ambayo ikakushawishi kwamba naweza kufanya kitu fulani, alafu kesho ukaacha. Lakini ndani ya siku 10 unaweza ukaua hisia. Sasa baada ya siku 10 utakuwa ujiulizi tena, leo nifanye nini? Mfumo utakuwa unakuambia kwa nini ukufanya. Yaani baada ya siku 10 umetengeneza kitu chako cha siku 10. Hauwezi kujiuliza tena leo nifanye nini. Mfumo utakwambia kwa nini leo hujafanya ambacho unatakiwa kufanya. Simple and clear. Okay, tunazungumzia kwamba mfumo wa siku 10 kama bima ya mwaka mzima. Maana yake nini? Mfumo wa siku 10 ambao utakao utengeneza usiubadilishe kila siku. Badili mtu atakayefanya mfumo. Kwenye safari ya mafanikio huwa hatubadilishi njia tunayofanya. Ikiwa tulikaa chini tukaipanga kimkakati. Tunachobadilisha ni sisi katika njia. Nitaongeza spidi, nitapunguza spidi, nitabalansi spidi. Hicho ambacho ndio kinatokea. Wakati kila siku unapojifunza, haujifunzi kubadilisha njia yako. Unajifunza kuiboresha. Kazi inabaki ile ile, lakini unachokifanya unakuja na njia tofauti tofauti ambazo zinakusaidia sasa kuweza kuhakikisha ile kazi inasimama katika viwango vinavyotakiwa. Kosa ambalo watu wengi wanafanya, kila siku wanabadilisha biashara, kila siku wanabadilisha kazi, kila siku wanabadilisha plani. Hatubadilishi plani, hatubadilishi kazi, tunabadilisha njia za kufikia ile plani ambayo tuko nayo. Maana yake nini? Shida ni kwamba umepangaje ile plani. Imagine unatakiwa kusoma kitabu ambacho labda utakimaliza ndani ya siku 10, kinachokupa mikakati ya jinsi ya kupanga. Umekuja umepanga kwa plani iliyosimama. Unabadilishaje kiolela? Sio rahisi. Huwezi kubadilisha kiolela plani ambayo umesimama, umetengeneza kwa mipango, kwa mikakati na vitu kama hivyo. Na ndio maana tunawaambia tafuteni programs ambazo unasimamiwa, unasapotiwa. Unapofanya decision sio unakurupuka. Sio kama unaelewa. Unapofanya decision sio unakurupuka. Asa ngoja kuandikia hapa namba ambayo kama uko interested utatuandikia, maana sometimes mtu unakuta pia ana muda wa kufuatilia mpaka mwisho. Tutumie ujumbe neno program WhatsApp kwenye 0761 825 808 kama uko interested. Lakini kama uko interested wewe nisikilize ukishamaliza pita zako hivi. Sasa tunasema usibadilishe mfumo kila siku, badili mtu anayefanya huo mfumo. Na sasa haya ndio mambo matatu ambayo tutakiwa uyafuate ili kujenga mfumo wako. Yashike vizuri, yatakusaidia. Haya ndio mambo matatu unatakiwa kuyazingatia kujenga mfumo wako. Namba 1, dakika 30 mpaka 60 ya kitu kimoja. Tenga dakika 30 mpaka dakika 60 ya kitu kimoja. Hicho kitu kiwe kina sifa mbili kubwa au sifa moja kubwa. Sifa ya kwanza, kile kitu ambacho kinaweza kikaendesha mwaka wako mzima. Sasa tutakuja kuangalia hapo baadaye kuona practical plan itakuwaje, lakini pata idea kwanza kabla tujaenda. Kwa namba 1, tenga dakika 30 mpaka dakika 60 ya kitu kimoja. Lakini sifa hicho kitu kiwe kinaendesha mwaka wako. Kwa mfano, kwenye bustani ukaweka mipango kuhusu udongo, ukaweka mipango kuhusu magonjwa, ukaweka mipango ambayo kuhusu miche au kuhusu soko. Hayo ni mambo ambayo lazima uyafahamu ili uweze kuwa na bustani yenye uhakika. Hivyo tukienda kwenye kuku, labda issue ya mbegu, lishe, usafi au ufuatiliaji inaweza kuwa ni moja kati ya jambo la muhimu ambayo itakusaidia wewe sasa usimame kutengeneza mwaka wako. Hiyo namba 1. Namba 2, kitendo kimoja cha nidhamu. Tafuta kitendo kimoja cha nidhamu ambacho utakishikilia. Uwe una shauku, uwe una shauku. Uwe kiwe kimekuletea matokeo, akija kuletea matokeo, wewe utasimama nacho ili kikusaidie kuplani
mwaka wako mzima. Na namba 3, uamuzi mmoja ambao ni mdogo, ambao utalinda kesho, sio leo peke yake. Kwa sababu hapa hatuzungumzii tu leo, tunazungumzia destiny ya mwaka mzima. Umeelewa sasa? Haya, sasa tuangalie mgawanyo wa siku 10. Sikiliza, una kazi ya kufanya my friend. Baada ya kuwa umefuatilia masomo ya siku 10, una siku 10 zingine za kuweka plani ya mwaka mzima. Si kwamba sasa hivi tumepitia siku 10 za mafunzo ndio unasema siku 10 hizi nimesha plani. Umeplani kitu gani? Ulikuwa unasikiliza, ulikuwa unasoma. Kama ulikuwa ufuatilie serious, una kibarua kingine cha kwanza kufuatilia part 1 mpaka part 29 ya leo. Kumbuka siku 10, kila siku tulikuwa tunajifunza masomo matatu. Ni siku moja tumejifunza masomo mawili. Japo na nyinyi tulijifunza masomo mawili lakini bado ni masomo matatu. Kwa una kazi ya kurudi na kujifunza taratibu kama uko serious. Japo njia rahisi kama ni mjanja, nikupe siri. Yaani njia rahisi kama unataka kwenda faster, ingia kwenye program. Kama una ndoto ya kufanya bustani, una ndoto ya kufanya mradi wa kuku, ingia kwenye program. Simple and clear. Unaingiaje kwenye program? Tumia mawasiliano ambayo tumeweka kwenye screen yako. Andika neno program kwenye WhatsApp 0761 825 808. Lakini kama unataka kupambana na hali yako, rudi kwenye masomo ambayo tumeweka YouTube, yapitie moja baada ya nyingine. Alafu ujue sasa unatengenezaje plan yako. Okay, tuangalie mgawanyo siku 10 unafanyaje. Ile siku ya kwanza mpaka ya 3 unafanya nini? Siku ya kwanza mpaka siku ya 3 vunja kelele. Siku ya kwanza mpaka siku ya 3 iwe ni siku ya kuvunja makelele. Nikisema hivyo maana yake ni namba 1, ondoa vitu visivyo muhimu. Tumia siku ya kwanza mpaka siku ya 3 kuondoa vitu visivyo muhimu. Kitu cha pili, kata shughuli zisizolipa. Unaweza kuwa busy lakini sio productive. Kuna tofauti kati ya kuwa busy na kuwa mzalishaji. Watu wengi sana wako busy, hakuna cha maana wanazalisha katika ubizi walionao. Unampigia simu mtu, vipi? Uko poa wewe? Ase kuna idea hapa ninayo, tunaweza tukashare. Aise niko busy sana. Okay. Tunategemea mtu akisema yuko busy na pesa. Huwezi kuwa busy na unajitetea, unaleta visingizio afu una pesa. Kuna mtu anamwambia hivi, sikiliza, anza project ya kuku katika eneo dogo nyumbani. Wewe umesema hauna pesa, na ndio sababu kwa nini program inakufaa. Niko busy sana. Asa uko busy na una hela? Walio busy wana pesa. Walio busy wana pesa my friend. Huwezi kuwa busy una pesa. Manake you are busy for nothing. Yaani uko busy na huna chochote. Asa ni maisha au ni kuhangaika? Kwa sababu kwenye maisha kuna watu wa aina 4. Mtu wa aina ya kwanza hana muda lakini ana pesa. Hana muda lakini ana pesa. Hawa ni wateja wa watu wafuatao. Ni wateja wa kundi la pili. Ana muda lakini hana pesa. Ukiwa na muda na hauna pesa, fanya biashara ambazo mwenye pesa na hana muda anaweza kanunua. Kwa nini? Ukishakuwa na muda hauna pesa, una kitu kinaitwa, ngoja nikwambie siri moja rafiki yangu, na hiyo usipoielewa tena ndio basi tena. Ukiwa huna pesa na una muda, usifanye biashara ambayo mwenzako na wewe ambaye hana pesa na yeye ana muda ndio utambuuzia. Umeshapata hasara. Fanya biashara ambayo mwenye pesa na hana muda atanunua. Kwa nini? Ukiwa una muda na hauna pesa, una potential ya kufanya biashara ambayo mwenye pesa ana muda atafanya. Watu wote wenye pesa na hawana muda huwa hawanunui bidhaa. Huwa wananunua sifa ya bidhaa. Huwa wananunua utatuzi wa matatizo walionayo katika maisha yao.
na huwa hawanegotiate. Ukishaona mtu ananegotiate kwenye product au kwenye bidhaa, kwenye biashara unayofanya, huyo hana hela. Yaani huyo ni mwenzako na wewe. Mtu mwenye pesa akagundua sifa, akagundua una solution, akagundua una kitu ambacho kinatatua changamoto yake, yuko tayari kutoa pesa bila negotiation. Sasa swali linakuja, je, nikiwa na muda na sina pesa, nifanye nini niweze kupata pesa za watu wenye pesa usio na muda? Simple and clear. Tambua kwamba wana shida gani. Kwa mfano, kwenye mambo ya bustani, sisi watu hangaiki kumuuzia kila mtu bidhaa zetu, na hatuhitaji kumuuzia kila mtu, na wanafahamu sisi tunawauzia watu ambao wako serious na hawahitaji mamboga mboga, wanahitaji mboga ya kipekee, mboga isiyo na madawa, mboga isiyo na masumu, mboga ambazo ni freshi, mboga ambazo ni varieties, mboga ambazo ni package. Kama ni mtu wa genge, ni yule anayehitaji mboga ambayo hata ikilala anaweza kauza siku 2 mpaka siku 3. Hizo ndio sifa zinazotudrive sisi kufanya bustani. Sisi hatufanyi bustani kumuuzia mtu wa masokoni. Hatufanyi bustani kukompiti na mtu anayeuza mboga ambazo zimemwagiliwa na maji machafu, mboga ambazo zimepigwa dawa asubuhi zikauzwa jioni. Hatufanyi biashara ya kukompiti na mtu wa namna hiyo. Hatufanyi biashara ya kumuuzia mtu anataka mboga za 200 za 300. Hatufanyi hiyo biashara, never. Tunafanya biashara ya mtu ambaye anatafuta ubora, hana muda. Sikia vizuri, anatafuta ubora wa kupata bidhaa bora. Tukisema bidhaa bora, ni bidhaa ambayo chemical free, bidhaa ambayo iko fresh, imechumwa sasa hivi. Tunatafuta mtu ambaye yuko busy, anatamani kupata kitu ambacho ni quality. Tunafanyaje? Tunamfanyia delivery, na kama anakuja kuchukua basi anapata on time. Yaani wakati anataka ndio wakati anapata. Baada ya hapo, mwisho wa siku una uwezo wa kuzalisha pesa ukiwa umekaa mahali pako, au unaweza kuzalisha pesa nyingi kwa kufanya delivery. Kwa nini? Tulijua kabisa kama tuna muda tuzalishe bidhaa ambayo asiye na muda ataqualify kununua. Na siku zote ukiwa na muda una kitu ambacho ni muhimu kulipitiliza. Una kitu kinaitwa mind, una kitu kinaitwa akili. Mapacha wa akili, mama wa akili, anayeweza kufanya ukazalisha pesa ya kutosha, anaitwa muda. Hasa leo unaweza kuwa unalalamika hauna mtaji, hauna pesa. Siku zote kwenye maisha usipambane na kitu usicho nacho. Naomba nirudie, siku zote katika maisha usipambane na kitu usicho nacho. Fikiri siku zote, unawezaje kutumia ulicho nacho kama silaha ya kupata usicho nacho. Hauna pesa, si okay, ila wewe una muda. Think best, unaweza kutumiaje muda wako kuzalisha kitu ambacho mwenye pesa atatoa pesa. Jamani, very simple. Hata uhitaji rocket science, hauhitaji elimu sijui ya wapi sijui kasomea uweze kupata pesa. Simple and clear. Na kitu kingine, pesa ina obey thamani. Pesa ina heshimu thamani. Pesa iko tayari kukaa mahali ambako panazalishwa thamani. Kaa chini, zalisha product yako ambayo ina thamani. Fahamu nani yuko tayari kulipia pesa, nani yuko tayari kulipia pesa hicho kitu, utaona na kufuata. Hayo ndio maisha tulionayo, na ndio maisha ambayo nimekufundisha kuanzia day 1 mpaka leo day 10. Ndio maisha ambayo nataka ufikiri kwamba unaweza. Acha kulia hovyo, muda wa kulia umeisha. Mungu amekuonesha hichi kitu ambacho tunakufundisha. Kwa nini uendelee kulia? Atakucheka, atashangaa. What is the problem my friend? Mungu ametoa watu wake kwa ajili yako, unalia nini sasa? Umefunga na kuomba, Mungu nionyeshe kazi mwaka mpya, Mungu nionyeshe business mwaka mpya. Mungu kasha kuonesha biashara, bado unashangaa. Unataka nini kitokee tena? Kwani alikwambia ni Mungu anashuka? Hapo anakuambia haya nimekuja mimi. Mungu anashuka kupitia watu. Kama hicho unachosikiliza kinakuingia, ndio majibu ya maombi yako. Kama kikuingii, funga, ondoka, kafanya vitu vingine, unapoteza muda.
zima, ondoka, unapoteza muda, kafanye kitu kingine cha msingi. Kama unaona ndi cha kwako, shikilia. Ndio kuna mpenyo wako hapo, shikilia. Only that, hakuna mambo mengine. Nimesema na kuonyesha siku 10 unavyoweza kupangilia mwaka wako. Siku ya kwanza mpaka siku ya 3, tena ikiwezekana funga na kuomba hizi siku 10. Lakini usifunge na kuomba hauna mkakati wa kufanya. Funga na kuomba, tafakari mambo matatu siku ya kwanza mpaka siku ya 3. Jambo la kwanza, ondoa vitu visivyo muhimu. Angalia vitu ambavyo vimekuwa vinatafuna mwaka wako. Vitu gani sio vya maana, ulivipa kipaumbele? Ondoa. Sikiliza, kuna vitu vya kuondoa. Kuna marafiki wa kuondoa. Kuna kwenye nyumba yako, kwa mfano wewe una struggle kwenye issue ya saving, una struggle kwenye issue ya kutengeneza mtaji. Wewe nikuulize kitu kimoja. Wewe una mafriji 3, una ving'amuzi 3 vya makampuni 3 tofauti, una makochi sebule ya kwanza na sebule ya pili, halafu una struggle kupata mtaji. Sikiliza, ondoa hivi vitu. Ondoa friji, ondoa makochi, ondoa ving'amuzi. Kwa sababu nitakupa ushauri ambao utasema mimi ni katili sana. Bakiza moja moja. Bakiza king'amuzi kimoja, 2 ondoa. Bakiza kochi libaki moja tu, mengine ondoa. Ondoa mafriji, libaki moja tu. Kama ningekuwa nimekusikiliza na nimejua njaa ulionayo na mateso unayopitia, ningekwambia ondoa vyote. Lakini kwa sababu sikujui na by the way ndio unanisikiliza, basi wacha nikubembeleze. Ondoa kimoja kimoja. Ondoa kimoja kimoja. Kuna vitu ambavyo ni rahisi sana kuvipata kwenye maisha. Pesa ni rahisi sana kupata. Ni pesa ya mtaji. Pesa ya mtaji, ukisikia mtu anasema nataka pesa ya mtaji, pesa ya mtaji, nisikilize, ni pesa ambayo unaipata once, unaipata mara moja. Hata kama hiyo ni issue very simple, mimi naweza kukupa ushauri. Kama kweli unafikiri una shida ya pesa ya mtaji, kama kweli unafikiri unataka pesa ya mtaji, kupata pesa ya mtaji ni rahisi sana. Isipokuwa mimi nafikiri sicho unachokihitaji. Lakini ngoja nikwambie, kama unafikiri ndicho unachokihitaji ili uweze kufikia ndoto zako, ni rahisi sana. Wacha nikupe mbinu. Hivi wewe una kitanda na una godoro. Mtu anayelala kwenye kitanda, anayelala kwenye godoro ambalo liko juu ya kitanda, na mtu anayelala chini ambako hakuna kitanda, usingizi ni tofauti. Usingizi sio tofauti, kwa sababu hakuna mtu aliwahi kujua amelala saa ngapi. Hakuna mtu amewahi kujua amelala saa ngapi, ila watu wengi tunajua muda wa kwenda kitandani. Mimi ofisini kwangu kuna godoro, sina kitanda. Sijawahi kuteseka, sijawahi kuona na shida. Nikiwa nakutengeneza plani ambayo inaeleweka, wasitaki stress na mtu. Nalala ofisini kwangu na godoro langu, na pembeni kuna vitabu. Sitaki pressure na mtu, sitaki shida na mtu. Natengeneza mkakati kwa ajili ya kuhakikisha, okay, to be honest, katika siku 10 zote ambazo nilikuwa nakufundisha, leo tu ndio nimetoka nyumbani. Lakini pia nimerudi na niko ofisini kwangu na kuna godoro pembeni. Wala sitaki shida na mtu. Kwa nini? I'm creating something that is very serious for my life. Sasa sikiliza nikwambie. Sasa wewe ambaye unasema sina mtaji. Kwani kitanda hicho unacholalia kina shida gani? Kina faida gani? Na hauna maisha. Huo ni mtaji. Kitu cha pili, wewe umenunua TV. Hiyo TV ulionunua
unaangalia jioni wakati umechoka, kesho unaamka unakutana jioni, ina maana gani? Unaweza kupiga mnada. Makochi ulionunua unaweza kupiga mnada ukapata mtaji. Sikiliza, ukiona kwamba unajali sana makochi ulionayo, unajali sana TV ulionayo, unajali sana kitanda ulichonacho, bado hauko serious na mabadiliko ya maisha ulionayo. Bado hauko serious kiasi ambacho unataka mabadiliko. Kwa nini? Kama kweli uko serious na unaamini kwamba una idea ambayo itakwenda kubadilisha maisha yako, hivyo vitu vitakuja. Na kitu kingine ambacho nimewahi kujifunza mwaka 2018 kilibadilisha maisha yangu ni hivi: maskini sio mtu asiye na vitu. Maskini ni mtu asiye na upendo, cha kwanza. Cha pili, maskini ni mtu ambaye ana vitu vilivyo expire. Angalia leo, kwa mfano wewe umekumbatia makochi yako old fashion mpya, zimekuja zimekupita, bado umekomaa na yale makochi. Na maskini ni mtu ambaye anang'ang'ania vitu ambavyo sikiliza, maskini mtu anang'ang'ania kitu alichonacho akiamini kwamba atapata kitu kingine, wakati bado anang'ang'ania vitu alichonacho. Never. Huwezi ukapata kitu kipya ikiwa kitu cha zamani unacho. Huwezi ukakubali kupata maisha mapya wakati maisha ya zamani umeyakumbatia. Maskini ni mtu anayetafunwa na vitu vya zamani. Watu wanaishi kwa fashion, sio kwa sababu wanavyo, kwa sababu ndio staili ya maisha. Hao ambao wanaleta mitumba Afrika wanaendelea kuwa matajiri na matajiri na matajiri. Kwa sababu gani? Wanaishi kwa wakati. Nimekupa kodi ambayo sio rahisi mtu kukupatia. Ukiichukua utafanikiwa, ukituachia tutaendelea kuwa matajiri na wote endelea kusindikiza watu wengine mpaka siku ya mwisho. Okay, jambo la kwanza kati ya siku ya kwanza mpaka ya tatu nimesema ondoa vitu visivyo muhimu. Cha kwanza, ondoa vitu visivyo muhimu, vitu ambavyo viongezi mchango wote kwenye maisha yako. Ondoa. Kuna tabia, kuna vitu, kuna watu. Amarudie, kuna tabia zinatafuna maisha yako, ondoa. Kuna watu ambao hawana mchango wote kwenye maisha yako, waondoe. Life is a serious business. Usikubali watu wasio na faida wakatawala maisha yako. Friendship is by choice. Friendship is not a force. Hakuna mtu anakulazimisha kuwa na urafiki na mtu fulani. Urafiki tunachagua. Mtu asiye na mahusiano asiyekuwa na sababu ya kuwa na sisi, ondoa. Yaani sikiliza, kuna watu ambao uko nao wa kuondoa kwenye maisha yako, wamekung'ang'ania kama kupe, hawana mchango wowote kwenye maisha yako, zaidi wanakutia hasara tu. Vitu, tabia, na kuna sehemu umekuwa ukitumia muda wako, ondoa. Kitu kingine, kata shughuli zisizolipa. Kuna shughuli ambazo unafanya hazilipi, ondoa. Ondoa kabisa. Kitu cha tatu, andika kitu kimoja. Ukishaweza kuondoa vitu visivyo muhimu, ukakata shughuli zisizolipa, andika kitu kimoja. Andika kitu kimoja ambacho utasimama nacho. Okay, tuchukue mfano kwenye bustani kwa sababu ndio case study yetu. Kwenye bustani, acha mazao mengi, chagua zao moja. Acha mazao mengi, chagua zao moja, lakini uwe unapata mwongozo, usikurupuke. Kwenye kuku, acha mbio za faida, chagua mfumo. Acha kukimbizana na pesa. Okay, sikiliza nikwambie kitu kimoja. Niliwahi kuamini pia, kama ambavyo wewe unaweza kuwa unaamini, kwamba pesa inapatikana kwa kuitafuta. Never. Mtu anakuambia nimetoka kijijini, nimeamua kwenda mjini kutafuta pesa. Okay, mfano rahisi tu. Kuna ndugu yako au babu yako
aliwahi kuishi mjini, alikwambia hiyo sehemu iliyoenda kwamba kuna furushi la pesa liliangukia mahali? Kwa sababu wewe kutafuta kitu ambacho kijapotea. Kanuni ya kutafuta ni kitu ambacho kimepotea. Bora wazungu wenzetu wana ramani. Sisi mimi niliwahi kuishi sehemu ambayo nafahamu kabisa stori yake, kwamba kuna mlima mrefu. Ule mlima kule juu na msalaba. Sasa kila mwaka huwa kunakuwa kuna watalii wanakuja. Wakija wale watalii lazima wapitie wale kwenye ule mlima. Nafahamu hiyo sehemu kwa sababu ni sehemu ambayo nimesoma shule. Sasa kilichotokea iko hivi wakija wale watalii lazima wakae kwenye ule mlima, watazurula pale, watapiga picha na nini, watarudi. Kule juu kwenye ule mlima kuna msalaba. Sasa angalia akili zilivyo mbovu za watu wenye akili mbili, wenye akili fupi. Wanajua kwenye ule mlima pale chini kuna vitu. Sikiliza nikwambie siri. Wale wazungu wakija walipewa ramani na watu waliowahi kuja katika yale mazingira. Katika ile misalaba kuna alama zimewekwa. Zile alama zilizowekwa kilomita 50 kuanzia pale, kilomita 60 kuanzia pale, ndio kuna mambo yanaendelea. Kwa wale jamaa wakija pale wanazunguka ule mlima, inakuwa ni kama kitu kinaitwa nini? Brainwashing. Kilomita 50 kuanzia pale, kilomita 60 kuanzia pale, kuna mambo mazito yanaendelea. Kuna mashule yamejengwa, kuna miradi inaendelea, kuna watu wanafanya kazi usiku na mchana. Walio wajinga wanajua kwenye ule mlima ndio kuna vitu. Watu kama hao ndio wanaweza kuwa na haki ya kusema kwamba tumeenda Tanzania kwa sababu kuna ramani tulipewa. Kuna ramani wanayo. Tumesema katika historia watu walitengeneza ramani, wanaokuja wanaendeleza ramani ambazo zishatengenezwa na watu waliowahi kuja miaka mingi iliyopita. Huo utamaduni sisi hatuna. Unaenda mjini, unasema nimeenda mjini kutafuta pesa. Babu yako aliwahi kuambia pesa imepotelea mjini? Kama hauna babu aliwahi kuambia pesa imepotelea mjini, unaendaje mjini kutafuta pesa? Yaani hicho ni kitu cha msingi cha kujiuliza. Kama unaenda mjini kusema unatafuta pesa, nani alikwambia imepotea? Na alikwambia imepotelea huko? Pesa haitafutwi. Pesa inategwa. Popote ulipo una uwezo wa kupata pesa. Issue ni kwamba wewe ni nani juu ya hiyo pesa unataka iweze kuja. Pesa inavutwa. Pesa ni kama kipepeo. Ukitaka kumshika kipepeo au mkimbizii, ukikimbizia pesa utakao ipate, utapata tunaita pesa kilema. Pesa kilema ni sawa na vipepeo. Kuna vipepeo ambao ukiwakimbizia watachoka kwa sababu hawako sawa, utawashika, utaamburia kidogo. Na pesa ni hivyo. Lakini for sure kama unataka pesa ya kutosha, pesa haikimbizwi. Pesa inategwa. Inategwa na nani? Pesa inategwa na mtu aliyejua sifa za pesa. Kwa kitabu nimeandika nidhamu ya pesa, kuna kipengele tumesema hivi: sifa na tabia za pesa. Sifa na tabia za pesa. Pesa ina sifa kubwa mbili: inakimbia na inakimbilia. Katika hizi sifa mbili za pesa kuna tabia 7. Wewe unatakiwa kujua ni tabia ipi ambayo natakiwa kuijenga. Nikishaijenga ile tabia, pesa itanifuata. Kwa mfano, pesa inakimbilia mtu mwenye maarifa, inamkimbia mtu mjinga. Ukitafuta maarifa, pesa itakuja. Pesa inakimbilia wazalishaji, inawakimbia watumiaji. Watu wengi walioajiriwa wanakimbiwa na pesa. Kwa sababu gani? Watu walioajiriwa ni watumiaji, hawazalishi kitu. Hata pesa ikai kwa mtumiaji, pesa inakaa kwa mzalishaji. Ukikaa chini ukajifunza kuzalisha, pesa inakuja. Pesa inamkimbia mtu anaitwa mfujaji, tunaita wasters. Inamkimbilia mwekezaji. Wawekezaji wengi wamewekeza pesa kwenye mavitu ambayo watu wanaofuja pesa wanatumia.
Kubeti. Kubeti aliyokuambia nani ni sehemu ambayo unawekeza pesa. Kubeti unapoteza. Michezo yote, ufuatia michezo yote ya kubahatisha. Ni michezo iliyowekezwa na watu wenye pesa. Huwezi kuwa na pesa ndogo ukatengeneza mfumo wa kubeti. Yaani mifumo yote ya kamari. Hizi bahati nasibu zote hizi ni matajiri wamewekeza pesa pale. Sio watu wenye pesa ndogo. Hata wawekezaji wanawekeza pesa kwenye watu wanaofuja pesa. Mtu anayefuja pesa ni gani? Anayedharau pesa. Hichi kibuku cha nini? Hichi 1000 cha nini? Hakina maana yoyote. Wenzako wana collect. Kuna mifumo wametengeneza, wanachukua na hiyo pesa yako ndogo. Mwenye akili anajua kwamba hii pesa ni ndogo, haitoshi. Pesa yote sio tosha, ni mbegu. Ananunua kitabu, atanunua bando, ataingia kwenye video, ataangalia video ya kumsaidia. Ameamua kutumia mbegu yake shilingi 1000. Atafute a specific topic. Aingie YouTube, asome, ajifunze. Aingie kwenye mtandao, asome, ajifunze. Huyu ametumia pesa yake ndogo kama mbegu. Sio kuchukua ile pesa na kwenda kuwapatia matajiri. No. Hata nimekupa sehemu chache tu ambazo unaweza ukazitumia. Kwa ufupi ni hivi. Pesa ni kama kipepeo. Kipepeo ukitaka kumshika umkimbizie. Unachofanya, unajifunza kujua kipepeo anapenda maua gani. Unaanzisha bustani ambayo ina maua yanayomvutia kipepeo. Wewe kazi yako kila siku ni kuanzisha bustani, kujifunza kuhusu bustani, kumwagilia ile bustani. Ukishamwagilia vya kutosha, maua yakaanza kuchanua kwenye ile bustani, vipepeo wanajaa pale. Unachofanya ni nini? Wewe unakaa pale, unamshika kipepeo unamtaka. Unamshika kipepeo unamtaka. Simple, wala bila shida yoyote. Ndio pesa ilivyo. Pesa ina obey the law of attraction. Sheria ya mvuto. Na sheria ya mvuto ambayo inavuta pesa inaitwa value. Inaitwa thamani. Inaitwa problem solving. Unatatua tatizo gani? Unaongeza thamani kitu gani? Katika hicho ambacho unaongeza thamani, pesa itakuja yenyewe. Tena itakuja kwa kukubembeleza. Naomba basi unichukue. Aisee jamani, nichukue basi. Jamani wewe. Niko tayari. Wale wanaokimbizia pesa ndio wanapata zile pesa ambazo vilema. Pesa zile ambazo umekimbizia imechoka we. Nasema sasa basi haina shida. Hivyo tu. Sasa nimekwambia day 1 mpaka day 3 andika kitu kimoja. Nitasimama na kitu kimoja mwaka huu. Hiki hapa, andika. Hiyo ndio jukumu la siku ya kwanza mpaka siku ya 3. Hasa hujui jinsi ya kuandika, ndio maana nakwambia kuna program tukusaidie, tu structure mwaka wako. Uko serious unataka ufanye bustani na mradi wa kuku kama sehemu ya kuingiza kipato. Tukae chini tu structure. Uko serious, tuandikie ujumbe kwenye WhatsApp. Program kwenye WhatsApp 0761 825 808. Simple and clear. Unaweza ukapambana mwenyewe na hali yako, pata maelekezo ndio kupatia. Fanyia kazi, utaweza kufanya vizuri. Siku ya 4 mpaka siku ya 6 ufanye kitu gani? Siku ya 4 mpaka siku ya 6 ufanye kitu gani? Jenga lithium. Jenga lithium. Nilielezea wakati nimeanza masomo yangu. Nilisema hivi, lithium ni kitu gani? Lithium ni kufanya kitu kile kile muda ule ule bila kuwa na hamu. Hata bila kuwa na hamu. Nitafanya kitu gani muda ule ule kila siku hata kama sina hamu? Jenga lithium. Hiyo utaijenga ndani ya siku 4 mpaka siku 6. Pale ndani ya siku 4 mpaka siku 6 kaa chini, jiangalie. Ni kitu gani ambacho nitakuwa na uwezo wa kufanya muda ule ule, kitu kile kile hata kama sina hamu? Ni discipline gani ambayo nitaidevelop nikiwa nafanya kitu kile kile muda ule ule, niwe sina hamu au na hamu, niwe najisikia sijisikie, watu wananiona au wanione? Ni kitu gani nitafanya kile kile muda ule ule? Ifanye ndani ya siku 4, siku ya 4 mpaka siku ya 6. Fanya bila kutafuta matokeo. Kitu gani ambacho nitafanya whether nimepata matokeo au sijapata, muda ule ule, kitu kile kile.
Sio leo umepata matokeo, jamani leo Mungu ameniona. Ya. Sio hivyo. Au hujapata matokeo unaacha. Hiyo sio live. Rudia bila kubadilisha. Kitu gani hicho? Utarudia bila kubadilisha. Kitu gani? Kipange ndani ya siku 4 mpaka siku 6. Kwa mfano kwenye bustani, ratiba ile ile ya maji. Nitakuwa namwagilia bustani yangu saa 1 kamili asubuhi. On the spot, nipo kumwagilia. On the spot, nipo kumwagilia. Kwa mfano umeajiriwa. Unajua kabisa na ripoti kwa bosi wangu saa 1:30. Natakiwa niamke muda fulani. Nifanye vitu vyangu vya bustanini, muda fulani niende kazini. Sasa live maana yake ni kwamba ndani ya siku 4 mpaka 6 unapanga kwamba nitakuwa nafanya kitu kila siku safari. Kila siku safari bila kukosa. Au kwenye kuku, ratiba ile ile ya chakula. Kuku wangu safari lazima apewe chakula. Kuku wangu safari lazima apewe chakula. Hiyo ni siku ya 4 hadi siku ya 6. Siku ya 7 mpaka siku ya 9 ufanye kitu gani? Siku ya 4, siku ya 7 mpaka siku ya 9 ufanye kitu gani? Uwa maamuzi. Siku ya 7 mpaka siku ya 9 uwa maamuzi. Kwa lugha nyepesi nini? Fanya mambo yale yale muda ule ule. Huo ni msisitizo wa siku ya 4 mpaka 6. Lakini mkakati wa hapa ni kwamba ni mkakati wa kuua maamuzi. Kwa mfano kwenye bustani, hakuna kubadilisha mpango kila siku. Kuna mpango umeweka, usiubadilishe. Kwenye kuku, hakuna kujaribu mbinu mpya katikati. Hakuna kujaribu mbinu mpya katikati. Nitafocus na mbinu hii mpaka kieleweke. Ndio maana kabla ya kuingia kwenye mkakati, hakikisha una data, una fact za kutosha. Kitakachotokea ni hivi, wengi wenu mtafeli. Kwa nini mtafeli? Simple and clear. Unawekaje mkakati ambao unaweka nao? Kesho umemsikia fulani ameropoka kwamba unajua bwana utaka kuku atage sana, fanya 1 2 3. Haya, kesho umesikia mtu mwingine kwambia hiyo mbinu haifanyi kazi. Ukitaka fanya 1 2 3. Ukitaka kuwa na mteja ambaye anakulipa pesa nzuri kwenye bustani, mbinu hii hapa. Sasa na wewe ulisikiliza tusome ili mwalimu aanze amefundisha. Ukapanga, ukakaa chini, ukachona chola kwa haraka haraka tu, ukasema mimi mkakati wangu ndio huu. Kesho umesikia jamaa limeropoka huko kwenye mtandao, umebadilisha. Kesho kuna umekuta mtu mwingine, umebadilisha. Wengi mtafeli kwa sababu hamna program ambayo ni proven, ambayo ina uhakika, umeiamini, unaweza kuifollow. Kila ngwambie kitu. Ulimwengu wa taarifa ni ulimwengu mzuri sana. Kwa sababu ni ulimwengu wa taarifa, si ndio? Lakini ndio ulimwengu ambao una confuse watu ambao wako serious. Kuna kitu kinaitwa structured knowledge. Kuna mtu ambaye sasa hivi anafanya biashara, ila hana mwongozo ambao anausimamia. Yeye anachofanya, akipata changamoto anaingia mtandaoni, anaangalia watu wanaohusika na kitu fulani, anapata idea nini atafanya. Anakuja kama anaangalia, anapata watu wanaohusika na kitu fulani, anakuja anafanya. Anakuja anaangalia, anapata kitu fulani, anakuja anafanya. Mwisho wa siku hana pa kusimamia. Huyu ameongea kitu fulani, anafanya. Huyu ameongea kitu fulani, amefanya. Kwenye maisha unaruhusiwa kuwa na walimu wengi, ila unaruhusiwa kuwa na baba mmoja tu. Sio tu kwenye, ni maisha yote tu. Utakuwa na walimu wengi lakini una baba mmoja. Baba ni mlezi. Walimu wanakuelekeza lakini baba akija na kushauri. Ambia okay, hiki ni sawa lakini sio kwa wakati wako. Sawa mwanangu? Yes. Asa, usipokuwa na baba unakuwa chokola. Kila mtu anafanya. Ilinichukua mimi miaka 9 kuelewa kitu cha kufanya. Kwa sababu mwaka 2011 ndio mwaka ambao nilianza kujifunza kuhusu mambo ya mafanikio. Kwa sababu nilikuwa na ndoto kupata mafanikio toka niko mdogo. Kwa nikaanza kujifunza, nasoma vitabu, Think and Grow Rich, Think Big, Rich Dad Poor Dad na vitu kama hivyo. Of course, nilikuwa na hamasa kwamba siwezi kufeli kwenye maisha. Lakini to be honest, nilistruggle. Mpaka kuna wakati nilikuwa natamani nirudi shule tu kujiendeleza tu. Yaani nilimani niwe napoteza tu muda shuleni. Kwa sababu mtaani umenishinda. Lakini nasema hapana. Lazima nipambane mpaka kieleweke.
mpaka nimekuja kupata breakthrough 2020, miaka 9. Hapo ndo nikamwambia sasa, sikiliza, hii kitabu usisome, hiki soma, hiki acha, hiki acha. Nikasema okay. Ndipo nilipokuja kugundua vitu vitatu ambavyo sikuwahi kuona kwenye maisha yangu. Cha kwanza, maana ya biashara. Imagine unatamani kuwa mfanya biashara, hata maana ya biashara hujui. Yaani unataka kuwa mfanya biashara, hata maana ya kitu unataka kufanya hujui. Miaka 9 ndio nikajua maana ya biashara. Maana ya neno biashara. Sio kama nielewa choongea, maana ya neno biashara. Kwamba biashara sio kuuza na kununua. Biashara ni kuuza na kununua ni zao la biashara. Sasa biashara ni nini? Nilikuwa sijui. Cha pili, nilijifunza biashara zina ranks. Sio kila biashara ambayo unakuta mtu anafanya ni biashara ya kufanya. Sio kila biashara nzuri ni biashara ya kufanya. Ila kuna biashara ambazo zinafanywa kwa sababu ya 1, 2, 3. Na kuna biashara ambayo nataka kufanya lakini sio kwa wakati wangu. Kwa sababu sio kwa wakati wangu. Na nataka kujua kwamba katika biashara kuna biashara ambazo lazima uwe na mtaji ndio utafanya. Na kuna biashara ambayo sio lazima uwe na mtaji. Ranks za biashara. Na cha tatu, nilijifunza kitu kinachoitwa kitu gani kitaleta spidi kwenye mafanikio. Hapo ilinipa tofauti ya information na transformation. Yaani kuna watu wanatafuta information miaka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Miaka yote 9 ambayo nilikuwa nafanya, nilikuwa natafuta information. Nilikuwa sijawahi kujua kuna kitu kinaitwa transformation. Leo naweza nikamchukua mtoto mdogo nikamfundisha kitu ambacho of course ndio ndoto ya sisi watoto wetu ambao tuko nao. Wakifika miaka 10 na 15 wanaanza kutengeneza hela. Kwa sababu unajua kabisa kitu gani afundishwe. Yaani unajua kabisa kitu gani afundishwe. Akisha kujitambua tu anaanza kutengeneza hela. Sio kama mimi nimemwachia hela, Kwa sababu kwenye kuna forma inasema usimwandalie mtoto chochote. Okay, usimwandalie mtoto future yake. Muandae mtoto kwa ajili ya future. Hakuna mtoto wangu anaandaliwa pesa na mimi. Hakuna. Hakuna mtoto anaandaliwa pesa na mimi. Hakuna mtoto anaandaliwa pesa. Mtoto anaandaliwa kwa ajili ya future. Hakuna kitu mimi namwandalia mtoto kwa ajili ya future. Yeye ndio anaandaliwa kwa ajili ya future. Hata kupata hiyo understanding, nikadeclare nikasema, mimi na watoto wangu hatakuwa matajiri, hatakuwa maskini. Never. Na wewe niseme mtoto wangu au utakuwa maskini. Sema amen. Sasa ndio nikajua tofauti ya information na transformation. Kitu nataka nikwambie, nataka nikwambie ni kwamba mafanikio ni rahisi, lakini usipojua kodi utateseka. Washindi hawana maamuzi mengi, wana mifumo michache. Siku ya 10 nafanya nini? Tumalizie somo letu. Na kuna kipengele kingine sitaweza kufundisha, naona muda wangu umeisha. Siku ya 10 kufunga mwelekeo. Siku ya 10 funga mwelekeo. Siku ya 10 funga mwelekeo. Maana yake nini? Angalia nini katika yote uliyokuwa unafanya linaloweza kujiendesha. Na kitu gani katika yote unayofanya kinaweza kujiendesha? Ukishajua hivyo, rekebisha kidogo, usikibomoe. Kitu gani kinajiendesha katika siku 10 zote? Ukishakijua, rekebisha, usikibomoe. Funga, andika mfumo kwa maandishi. Andika sasa mfumo kwenye maandishi. Sasa nasema hiyo siku ndio inatengeneza sasa plani yote ya mwaka mzima. Rafiki yangu, mimi nafikiri umeenjoy rafiki yangu. Nikupe kesi study ya mkulima serious, mkulima ambaye mhangaikaji. Mkulima A anaanza kila mwezi upya. Kila mwezi anaanza upya. Hakuna mfumo. Anabadilisha kila wiki. Matokeo yake anachoka, anakata tamaa. Ndio wengi wenu mtakavyokuwa. Hata wewe unanisikiliza, huenda na wewe utakuwa kwenye ile group. Kama usipokuwa serious, ukatumia mkakati ambao nimekupatia. Wewe yani kila mwezi unaanza upya.
Hakuna mfumo. Unabadilisha kila wiki. Matokeo yake unachoka, unakata tamaa. Mkulima ambaye yuko serious au mtu ambaye yuko serious ana siku 10 za mwanzo zenye mfumo. Anatumia siku zake 10 anatengeneza mfumo. Ategemei shauku, wala ategemei motisha. Ategemei watu sijui waje kumpiga makofi. Hahitaji hicho kitu. Matokeo yake nini? Ana uthabiti wa njia yake, ukuaji wake uko vizuri, soko strong. Tofauti ya watu wawili nini? Sio ardhi, sio mtaji, ni mfumo. Kuna mmoja aliendesha maisha bila mfumo na kuna mwingine aliendesha maisha na mfumo. Simple and clear. Maisha ndio jinsi yalivyo. Rafiki yangu, hongera sana kwa kufuatilia 10 days. Hongera mno. To be honest, hii ni moja kati ya program ambayo niliitoa serious kabisa. Nikiwa namaanisha namtafuta mtu mmoja au watu wawili tu. Kwa nini? Kwa sababu nimefundisha kana kwamba watu wamelipia. Lengo langu lilikuwa kutoa sadaka. Unajua siku zote katika mwaka unapoanza, unabidi utoe sadaka inayouma. Sadaka ya ushindi wa mwaka mpya. Hiyo ilikuwa sadaka yangu ya muda. Ninaweza kuwa sina uwezo wa kutoa pesa, kutoa chochote, lakini nilisema muda uko ndani ya uwezo wangu. Na to be honest, kwangu muda ndio kitu cha thamani kuliko hata pesa. Kwa sababu ndani ya muda ambao natakiwa nikuandalie somo, natakiwa nikufundishe, ni muda ambao ningeweza kufanya to-do list ya biashara zangu, ningepata pesa nyingi. Sio kama ninachokiongea. Yaani kwamba ningeamua kutumia huo muda kufanya biashara, kupiga simu, kuongea na watu, kustructure mikakati ya biashara, ningeweza kutengeneza pesa za kutosha. Na kuna biashara kuna mambo ambayo nimesimamisha kwa ajili ambayo yanahitaji attention yangu, yangeweza kunipatia pesa, nimesimamisha. Kwa to be honest ni kwamba kwangu imekuwa sadaka ya siku 10 kwa ajili ya kusaidia mtu mmoja, watu wawili wanaweza kuona kwamba mwaka wao unaweza kuwa great. Na naamini hao watu, huyo mtu ni wewe. Jambo la msingi, chukua hatua. Maisha hayaji kwa kusikiliza. Maisha hayaji kwa hisia. Mabadiliko yanakuja kwa kuchukua maamuzi. Chukua maamuzi, badilisha maisha yako. Uzuri ni kwamba Mungu ametoa watu wanaweza kukusupport, wakakutia moyo, wakakushika mkono, na watu wenyewe ndio sisi. Kitu kimoja tu ambacho unataka kukifanya ni kuhakikisha kwamba unaamua kutoka ndani. Sio unaamua nje, unaamua kutoka ndani kwamba maisha magumu nimeyachoka. Enough is enough. Enough is enough. Unabidi useme enough is enough. Okay, mimi nawashukuru sana. Otherwise, kama uko serious, uko interested, una ndoto ya kufanya mambo ya bustani, mambo ya kuku, tuna program maalum kwa ajili ya watu ambao tunaita watamani kufanya bustani katika eneo dogo kama mradi. Watamani kufanya mradi wa kuku kama mradi katika eneo lao dogo. Hizo ni program ambazo tuko nazo, na the good news ni kwamba tulitoa offer kwa wanafunzi ambao wamekuwa wakitufuatia katika masomo haya, na wewe labda unaweza kuwa miongoni mwao. Jambo la msingi ufanyaje sasa? Kama umeshapata ule utaratibu wetu wa program, chukua hatua kulingana na offer ambayo tumekupatia. Lakini pia kama hujapata, unaweza kutumia nafasi hii sasa hivi kurequest katika WhatsApp yetu. Tunatumia namba ya simu ni 0761. Andika neno program kwenye WhatsApp 0761 825 808 0761 825 808. Naamini kabisa ukifanyia kazi hiyo itakusaidia. Wacha nipitie comment chache, maana kuna comment hapo itakuwa sio sawa. Nisipopitia comment na nimeziona, afu pia by the way ndio day 10, nafikiri nitakuwa nimewakosea sana. Naomba nipitie. Huyu anaitwa Damasi. Asante sana mwalimu, barikiwe kwa upendo na utayari wa kutoa maarifa na usimamizi kwa watakao kuwa tayari. Asante sana bwana Damas. Nafikiri Damas pia ni miongoni mwa wanafunzi ambao wameshaingia kwenye program. Alishaanza kwa installment na naamini sasa mambo yanakwenda kuiva. Karibu sana Damas, na Mungu akubariki sana na kusaidia katika njia zako. Haya, huyu anasema Masaini tunasema ashe ona. Haya bwana, nashukuru sana, nimepokea hizo ashena namtafuta rafiki yangu mmoja Masai, nitamwambia nitafsirie. Lakini huyu anasema shukrani mkuu, hongera sana. Huyu anasema amen, safi sana, umeipokea amen. Safi sana. Na mwingine anasema siku ya kwanza mpaka ya 3 ni mtihani mkubwa, nikifaulu huo japo sijui hayo yanayofuata na uona ushindi ule. Great kabisa. Na ngoja nikupe siri moja ya mafanikio.
Ukishaona kuna ugumu, ujue kuna njia. Ukiona kitu rahisi, ogopa. Maskini shida yao ni moja tu, kila kitu wanakiona simple, kila kitu wanakiona cha kawaida, na ndio maana ni maskini. Ukishachukulia vitu simple autoboy. Kwa hiyo Mr. Andrew, na kuombea kwa Mungu, na naamini Mungu atakusaidia. Hiki nimesema kutoka katika moyo wangu, na kuombea na naamini Mungu atakusaidia. Huo ugumu unaoona katika siku ya kwanza mpaka ya tatu ndio breakthrough yako, ndio mpenyo wako wa kutoka hapo. Jambo la msingi, stay focused. Tumia zile siku 3 vizuri, pata maelekezo niliyokutoa, na naamini utafanya vizuri. Lakini kama utapenda, share mimi WhatsApp. Andika tunayo program kwenye WhatsApp 0761 825 808. Nitashare na wewe mawazo fulani ambayo naamini yanaweza kutusaidia. Nimetoa opportunity ambayo unaweza kuitumia tukaweza kudiscuss. Na mtu mwingine pia unaweza kufanya hivyo pia, kwa sababu umeshanifuatilia sana na nini, kuna vitu ambavyo unaweza kaenda kupractice ukaona vigumu. Nimetoa fursa sasa. Nimetoa fursa hiyo. Ukishinda kuitumia na hiyo tena, nitakushauri bure kabisa, nitakusikiliza na maisha yataendelea. Andika neno program WhatsApp 0761 825 808. Haya, huyu anasema sahihi bro, asante sana kwa kushare haya. Haya, nashukuru sana pia kwa kushare. Okay, nafikiri nifikie hapo sasa, maana naona muda ni umeenda. Otherwise, niwashukuru sana, niwapongeze. Kama umekosa baadhi ya masomo, nenda YouTube, jina Profitable Farm TZ. Kule kwa masomo yote ambayo tumeshare. Of course hayatakuwepo kwa muda mrefu. Tutayaacha kwa muda mfupi sana, kwa sababu tutayashusha yote kwenye mtandao. Sadaka yetu ilikuwa tu ya siku 10, kwa tutayashusha yote kwenye mtandao. Kama unaweza kuyafuatia kwa haraka, basi yapitie, yanaweza kukusaidia. Lakini kama ukichelewa usipoyakuta, basi bahati itakuwa sio kwako. Ila uhakika zaidi, uko serious, tutumie ujumbe wenye neno program kwenye WhatsApp 0761 825 808. Jamani, Mungu awabariki sana. Tukutane tukiwa matajiri, au sio? Wale ambao tutakuwa wote kwenye program, tunaamini kabisa Mungu atatusaidia na utakuwa mwaka wa ushindi. Siku moja tutarudishia wengine feedback ya kwamba tumefikia wapi. Ubarikiwe sana.